والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Hawa wote walioandaa hii shughuli mimi ni rafiki zangu wa karibu sana. Sifikiri kwamba kuna mashekhe wengi ambao wako mbele yao wamewakosa kuwateua mpaka wakaniona mimi nina nafasi na wao kiasi cha kuja kuzungumza mbele yao. Nadhani huu ni urafiki kwa rafiki yake. Ndio maana mmoja alikuwa anasema falaula alhubbu lamata alhusna ala alhusn, kama si mapenzi tusingeona hata tawi limelala juu ya tawi lenzake. Nadhani mapenzi yao yakalala juu ya tawi langu mimi, wakasema wewe ndio utakayekwenda. Lakini wako mashekhe kadha wa kadha walibidi wawepo hapa nilikosimama mimi. Allahumma salli sallim. Basi ikiwa nitapatia, basi nakuombeni muone kuwa hilo sio katika taufiki yangu, wama taufiki illa billah. Mwenyezi Mungu ataliwafikisha hilo. Na kama nitakosea, majadda aljiddu kaannahu laythu adiya, meno yangu atakuwa hayajakazana kama yale meno ya simba anayeweza kutafuna nyama ya paa au nyama ya mnyama yoyote anaweza kumshambulia. Dakika 5 nilizopewa nataka kutumia katika kuzungumza hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume alipoona kuna haja kubwa katika hii Qur'ani na kuna haja ya kupongezwa kwa watu wa Qur'ani, akawaambia neno moja, abshiru, hongereni. Abshiru, hongereni. Wa abshiru, tena hongereni. Ala tashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah, hamtashuhudia kuwa hakuna mola pasai kuabudiwa kwa haki zaidi ya Allah na mimi ni mjumbe wake? Faqalu na'am, sahaba kasema tunashuhudia hilo. Mtume akawaambia innal qur'ana sababun, hakika ya Qur'ani ni kamba, tarafuhu biyadillah, ncha ya kamba hii, sehemu moja ya kamba imekamatwa na Allah, wa tarafuhu biaidikum, na sehemu nyingine ya ncha ya kamba hii imekamatwa na nyie katika mikono yenu nyinyi wanadamu. Faamsiku bihi, basi kamateni vizuri sana hiyo, kwa sababu mtakapoikamata lan tadhillu ba'dahu abada, hamtapotea baada yake hata siku moja. Allah kana kwamba kaikamata, na sisi inabidi tukamate anapotuongoza Allah, tuende kule anapotuongoza yeye. Subhanallah. Zamani wakati tukua dogo, baba yetu alikuwa akitufunga kamba hapa katika mkono na kamba nyingine anakamata yeye, tunakwenda msikitini alfajiri ili tusipotee kule nyuma. Yani tarafu biyadi wa tarafu biaidina, kamba moja iko mkononi mwake na ncha nyingine ipo mkononi mwetu. Akiona unakwenda anakuvuta huko mbele, hakwambii kwa kauli, ankuvuta huko mbele, au vinginevyo nitakutia makonzi, sogea. Maana yake ile kuonyesha kuwa kuna dalili, kuna dalali ya kuongoza kutokana na yule aliyeshika ile kamba. Kwa hiyo na kamba ya Qur'ani sehemu moja imekamatwa na Allah na sehemu nyingine imekamatwa na nyinyi. Katika Qur'ani suratu Fatir kuna maneno mazuri sana Mwenyezi Mungu kaeleza ndani ya aya hizo zilizokuwemo ndani ya suratu Fatir. Allah anasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, thumma awrathna alkitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun linafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidhnillah, dhalika huwa alfadlu alkabir. Tafsiri ya hii aya kwamba Mwenyezi Mungu anasema sisi tumewarithisha kitabu wale tuliowachagua katika waja wetu. Waja wa Allah tuko sisi tu, waja wa Allah ni wengi mno. Sasa awrathna alkitaba alladhina istafayna min ibadina, tumewarithisha hiki kitabu Qur'ani wale tuliowachagua katika waja wetu. Kama unaipenda Qur'ani, unaisoma Qur'ani, unaifanyia kazi Qur'ani, wewe Allah tayari qad istafak, amekuchagua. Kuna watu wangapi wanasoma Biblia? Kuna watu wangapi sasa hivi wanasoma sijui ma Oxford aina gani?
wala hawajishughulishi na hivi vitabu vingine, kitabu cha Qur'an. We Allah kakuchagua katika vitabu vyote ambavyo vimeandikwa na wanadamu, we unakisoma kitabu alichokiandika Allah subhanahu wa ta'ala. Awrathna alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi, wako watu katika sisi madhalimu wa nafsi zao, wa minhum muqtasid, wengine wako baina dhalik, kuna wakati wanakuwa madhalim, kuna wakati wanakuwa wazuri. Wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah, na miongoni mwao wako ambao wanakimbilia khairi kwa idhni ya Allah subhanahu. Haya ni makundi matatu Allah kataja, madhalimu, walio katikati, na wale ambao watu wanapenda kukimbilia khairi. Sasa anasema Abu Darda katika hadithi ya kwamba fa amma alladhina sabaqu bil khairati sayadkhuluna aljannata bighairi hisab, wale waliokuwa katika hili kundi wanakimbilia khairi, kusoma Qur'ani ni kwao na kuwa mambo yetu ya khairi wanakimbilia, hawa watakwenda peponi siku ya kiyama bila hisab. Allahumma ja'alna minhum. Alafu kuna kundi la pili kusema fa amma alladhina muqtasidun, yani muqtasirun, wale watu ambao wako katika hali ya katikati, kuna muda wanafanya madhambi, kuna muda wanafanya mema, yani yuhasabuna yawm alqiyama hisaban yasira, siku ya kiyama hawa watu watakwenda kuhesabiwa hesabu iliyokuwa nyepesi. Na hili kundi la tatu, fa amma alladhina dhalamu anfusahum, wale watu ambao wamekuwa madhalimu wa nafsi zao, wale watu wa namna kama hiyo, anasema yuhbasuna fi tuli, hawa watadhibitiwa kwa muda, watawekwa kwanza kwa muda, baadaye Allah ndo atasema wapelekeni katika pepo. Kumbe haya makundi matatu yote ni ya peponi, dhalimun li nafsi, muqtasid, sabiqun bil khaira, wote ni watu wa peponi. Allah kamaliza maneno mazuri akasema dhalika huwa alfadlu alkabir, hii ni fadhila kubwa sana kwa hawa watu wa Qur'an. Unajua yuko mtu dhalim lakini anayesoma Qur'ani. Katika hadithi ile mtume alisema, anasema kuna watu ambao wanaonekana kama handala, la sio handala, bali kuna tunda linaitwa, kuna mti unaitwa rihana. Anasema kuna watu wanaitwa wana asli kama ya rihana, yani hawa yaqrauna alqur'ana, wanaisoma Qur'an, lakinnahum fajirun, lakini wao ni wachafu, watu madhalim, wabaya, lakini wanaisoma Qur'an. Sasa mbele ya Mola wao wanaonekana wana harufu nzuri, kwa sababu rihani mtume anasema rihuha tayyibun wa ta'amuha murra, yani harufu yake ni nzuri lakini ladha ni mbaya sana. Lakini wale watu ambao wanaisoma Qur'ani alafu wanaifanyia kazi na wao ni waumini wa Qur'ani, wanaonekana kama tunda linaitwa utrija. Wakati wa mtume kuna tunda linaitwa utrija. Hili tunda rihuha tayyibun wa ta'amuha ladha, yani harufu yake nzuri na ladha yake ni tamu sana, ni utrija. Na wale wanaoisoma, watu ambao hawaisomi Qur'an lakini wanaipenda Qur'ani, wanaonekana kama tende mbele ya Allah. Rihuha laysa laha rihun lakinna ta'amuhu ladha, tende haina harufu lakini ladha yake ni tamu. Nimalize na hadithi au kisa cha Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud ni sahaba pekee mtume aliyesajili, anasema man arada an yaqra alqur'ana rataban kama nazal falyaqra ala qira'ati ummi abdin, yoyote anataka kusoma Qur'ani kwa ufasaha na ubora wa kiwango kama ilivyoteremka, aisome kama anavyosoma Abdullah ibn Mas'ud. Unajua ukisoma Qur'ani kama vile ilivyoteremka, kama inavyohitajika, siku ya kiyama unaenda kuwa na malaika wanaitwa safara kiramin bara fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara bi aidi safara kiramin barara. Hawa ni malaika yujayiduna wa yuhsinuna wa yutqinuna alquran, ni malaika ambao mahodari sana katika Qur'ani. Sasa mtume anasema mtu ambaye anapenda kusoma Qur'ani kama ilivyoteremka asome kama anavyosoma Abdullah ibn Mas'ud. Siku nyingine mtume anamwambia Abdullah, arihna, hebu tupe furaha kidogo, tupe utulivu, arihna, mithili ya hawa walopanda hapa. Yapo maneno alisemwa hapa, waje watutulize mpaka matumbo yetu haya yenye machango hayajatulizana, basi Qur'ani itakwenda kusafisha yale mambo ambayo yapo kule katika tumbo. Watulize nafsi zetu. Sema arihna ya Abdullah, hebu tusomee. Sema ya Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzil, mimi kusomea Qur'ani wewe wakati wewe ndio uloteremshiwa Qur'an. Mtume anasema inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, hata kama ni hivyo lakini napenda mwingine aisome Qur'an. Soma, aisome Qur'ani mpaka afike katika aya miongoni mwa aya za Qur'ani.
wa kaifa idha ji'na min kulli ummatin bishahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida. Siku ya kiyama kila umma utakuja na shuhuda wake. Wewe Muhammad, kwa ummati zote hizo kutoka Nabii Adam mpaka Nabii Isa, wewe ndo utakuwa shahidi na ummati wako utakuwa shahidi kadhalika. Mtume akisikia aya hii huwa analia, anakaa pembeni. Watu wanamwambia Abdullah ibn Mas'ud, subiri, ar-rasul yabki min shiddati tilawati. Mtume analia kwa sababu ya usomaji wako wa Qur'an. Subiri. Mtume hawezi tena kukaa pale, anaondoka anakwenda mahala, anamwambia Mola wake, kaifa li ya rab, kaifa li ya, itakuwaje mimi siku yangu nikikutana nawe, ummati zote mimi nitakuwa shahidi wao. Kwa hiyo Waislamu, iqra'uhu min qabli an yurfa, isomeni sana Qur'ani kabla haijainuliwa. Itafika stage hizi sahifa tunazoziona juu ya haya magongo au juu ya hizi kuta, tunakuja kufungua karatasi plain, tunawatafuta hawa wasomaji wa Qur'ani, hebu someni na nyie Qur'an. Watajaribu kutafuta katika vifua vyao Qur'an walizozihifadhi, haipo. Tunatafuta wale wachapishaji wa hizi Qur'ani, vipi mna chochote kilichobakia katika Qur'an? Watasema sisi tuliacha zamani. Watatafuta simu zetu, tuanze kutafuta zile applications za Qur'ani. Kila application declined, zote hazisomi. Kumbe mwenye Allah kashaiondoa Qur'ani yake. iqra'uhu min qabli an yurfa, inna Allaha yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman wa yadhillu bihi akharin. Wanainuliwa watu kwa Qur'ani na wanaporomoshwa watu kwa Qur'ani. Tumuombe Mungu atujalie katika wale watakaoinuka kwa sababu ya Qur'ani, asitujalie katika wale watakaoporomoka kwa sababu ya Qur'ani. Allahumma ij'alhu hujjatan lana la hujjatan alayna yawm alqiyamah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.